Ephesians chapter 3 verse 10. Na tulianzia wapi ndio tufike kwa 10? Tulianzia mstari upi? Tulianzia 4. Sasa wale ambao hawakuwa wataelewa tu tunaongea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaongea neema, na tulijifunza neema jana kuhusu neema, tukaiangalia katika 1 Corinthians chapter 4. Hapo ndio tulianzia Mungu toa kipimo cha neema kama karama. Hapo ndio tulikuwa. Kwa hiyo kama please ungependa kurudi huko nyuma kidogo, ungeenda kuifuata kwa mitandao yetu, ipo hata kwa YouTube ipo. Kwa hiyo unaweza enda kufuata. Na tukaangalia neema usaidia wasiamini kuamini Bwana Yesu Kristo. Hapo ndio tulikuwa tukaangalia Waefeso 2:4 mpaka 10. Tukaangalia Waefeso 3 kuanzia mstari wa 4. Hapo ndio tukasema tutaanzia hapo. Kwa hiyo ninaomba tu kama mtaturuhusu muniwekee Waefeso 4 katika Biblia ile, Waefeso 3:4 Biblia ya neno, na itakuwa baraka. Waefeso 3:4 na itakuwa vizuri sana. Ile Biblia neno inasema, kwa kusoma haya basi mtaweza kuelewa ufahamu wangu katika siri ya Kristo. Bwana pesifa. Katika siri ya Kristo. Kwa hiyo kwa kusoma haya ambaye Paulo ameyaandika, Bwana pesifa, mtaelewa siri ya Kristo. Ni yapi? Eka mstari wa kwanza. Weka mstari wa kwanza tuelewe ni yapi anayeyaongea. Nasema, kwa sababu hii mimi Paulo mfungwa wa Kristo kwa ajili yenu nyinyi watu wa mataifa. Bwana pesifa. Kwa ajili ya nani? Watu wa mataifa. Mstari wa pili ndio tuyasome sasa. Amesema muyasome. Kwa hakika mmekwisha kusikia kuhusu ile huduma ya neema ya Mungu niliyepewa kwa ajili yenu. Bwana pesifa. Kwa hiyo Paulo kuna siri zilikuwa zimefichwa, lakini neema ile ambaye aliyokubali kuwa mfungwa wa Kristo akapewa neema ambaye ni kibali, ambaye ni nguvu, ambaye ni katika ulimwengu wa kiroho kujua siri za Mungu. Na hizo siri zitafunuliwa ukiwa na neema ya Mungu. Jina la Bwana pesifa. Na hiyo siri wa mataifa hawangelijua, lakini neema iliwezesha sisi watu wa mataifa tumuelewe na tuelewe hiyo neema. Lakini haingepatikana pasipo mfungwa mmoja kupatikana. Bwana asifiwe sana. Na anaendelea kusema ya kwamba, karibu sana pastor. Anaendelea kusema ya kwamba kwa hakika mmekwisha kusikia kuhusu ile huduma ya neema. Kwa hiyo grace ni huduma. Bwana apewe sifa. Haleluya. Huduma hii ambaye amepewa Paulo ya neema ya Mungu niliyepewa kwa ajili yenu. Kwa hiyo kuna huduma ya neema unaweza pewa kwa ajili ya watu fulani, na kuna neema unaweza pewa kwa sababu ya kuhudumia watu fulani. Mwingine akipewa atalemewa. Bwana asifiwe. Mimi naona wakati mwingine tunamaliza maombi saa 3 alafu tukaingia katika first service ya kufundishwa neno, lakini tunaona kuna ambaye wanaenda kufundisha watoto. Ni wote wenye hiyo neema. Sasa ile unaongea na watoto wako, tunaingia kwa miguu, tungine tunatoka, unaweza kuambia rudi. Ni neema. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna neema ambayo mtu upewa kwa sababu ya watu fulani.
Jana nikasema kuna mtu amepewa neema ya kuhubiria makahaba peke yake, na unatukanwa na unawahubiria. Na kuna pasta amehuitwa kuongoza watu hao peke yao. Wanakuja mnaanza, maana wakikuja huku mtawaita majezabel. Mtaanza kubaini pepo, pigwa Jezabel, pigwa. Lakini akiingia pale wana neema ya kuwapokea. Jina la Bwana ape sifa. Kwa hiyo kila mtu ajue neema alionayo. Praise God. Alafu anaendelea kusema mstari wa 3, neema hiyo ni ipi? Yaani ile siri iliyodhihirishwa kwangu kwa njia ya ufunuo, kama ilivyotangulia kuandika kwa kifupi. Bwana ape sifa. Kwa hiyo kuna neema inaweza kukufunulia siri. Bwana ape sifa. Iliyodhihirishwa kwangu kwa njia ya ufunuo. Kwa hiyo neema inaweza kukuletea kuwa na ufunuo ya siri ambazo zipo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo utaweza ng'ang'ana nayo. Kama huna neema ya hiyo siri, utakubali ufunuliwe na mtu mwingine. Bwana ape sifa. Sasa ndio amesema niliyotangulia kuandika kwa kifupi. Kwa hiyo hakuandika kwa kirefu. Kwa hiyo nao ukipata neema unaweza enda kwa kirefu. Maana neema hii ilifunuliwa Paulo kwa ajili ya mataifa. Kwa hiyo kwa kirefu Mungu anaweza kukufunulia kwa ajili ya watu wengine. Anaweza kukufunulia kwa ajili yako wewe. Anaweza kukufunulia kwa ajili ya watu wenu pia, maana kuna kifuniko kimefunika watu wenu. Lakini ile neema ikifunuliwa kwenu inaweza kusaidia watu wa kwenu waliofunikwa. Na wakati nilipogundua jambo hili, nikagundua ya kwamba unaweza lazimisha watu wa kwenu, Bwana ape sifa, wapate kumuelewa Yesu, lakini itakuwa ngumu mpaka hiyo neema ifunuliwe kwao. Bwana asifiwe sana. Na neema hiyo ni wakati wewe utakapoandika kwa kifupi. Na utaandika kwa kifupi kwa njia ipi? Kusimama na ile neema Mungu amekupea mpaka itokee. Haleluya. Alafu tunaona mstari wa 4 sasa ndio anasema, kwa mstari wa 4 yanasema, kwa kusoma haya basi mtaweza kuelewa ufahamu wangu katika siri ya Kristo. Kwa hiyo wakati utakaposoma hayo kwa ufupi, ndio tutaelewa na tutaweza kuelewa ufahamu wangu katika siri ya Kristo. Kwa hiyo ili tuelewe ufahamu wa Kristo, wa Paulo, Bwana ape sifa, aliyopewa, basi ufahamu wangu kwa siri ya Kristo. Kwa hiyo kuna siri ambayo Paulo alikuwa nayo katika Kristo, tukiisoma tutaelewa. Bwana ape sifa. Kwa hiyo kama hatutasoma yale Paulo ameandika na tupewe hiyo neema, hatutaelewa siri zile Paulo amefunua. Na ndio maana Petero anaongea, Peter anasema ya kwamba katika hekima ambayo Paulo aliandika nayo maandiko ni hekima ya juu na ufunuo wa juu. Kwa hiyo kama huna uelewa, hautamuelewa, bali utapotoa hiyo maandiko kama wengine. Jina la Bwana ape sifa. Kwa hiyo tunafaa tuelewe kwamba neema ituingize kumuelewa Paulo. Maana neema inawezesha kuelewa kitu ambacho wengine hawataelewa. Na neema ni kipawa kulingana na Wakorintho wa kwanza 1:4, ni kipawa ambacho tunapewa. Hili ni kwa kipimo. Kwa hiyo mahali ambapo inaongea kipimo, inamaanisha kwamba hatutoshani. Bwana ape sifa. Hatutoshani. Kwa hiyo kuna kipimo cha neema unaweza kuwa nayo, na kuna kipimo cha neema anaweza kuwa nayo, na kuna kipimo cha mwenzangu anaweza kuwa nayo.
hizo vipimo vyote vya neema tukiviunganisha pamoja, tutafunua siri ya Kristo kila maeneo. Haleluya. Basi mstari wa 5 anaendelea kusema, siri hii haikudhihirishwa kwa wanadamu katika vizazi vingine, kama vile sasa ilivyodhihirishwa na Roho kwa mitume wa manabii watakatifu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo haikudhihirishwa kwa wanadamu wote. Maana anaimanisha ya kwamba haikudhihirishwa kwa kina Musa, haleluya, haikudhihirishwa kwa manabii, maana Roho hakuwa wakati huo. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hakukuwa kwa sababu alikuweko akiwa upon, but now hayuko upon, anakuwa within. Hayuko tena juu yetu, ako ndani yetu. Na sasa akiwa ndani yetu, basi atatufunulia siri ambazo ni za Mungu. Kulingana na Wakorinto wa kwanza 2 mstari wa 9 na wa 10, inasema mambo haya ambayo sikio hayakusikia, wala macho hayakuona, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, aandalia wapendao. Mstari wa 10 inasema, lakini tumefunuliwa sisi, maana Roho wa Mungu ufumbua mafumbo ya Mungu. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wakati wote siri ambazo ziko katika ndani ya Mungu na zimefichwa watu wengine wasielewe, basi wakati utakapopokea neema juu ya neema, kulingana na John Yohana 1 mstari wa 15 na 16 na 17, ambapo Musa alikuja na sheria, lakini Yesu akaja na neema, na neema juu ya neema. Na neema hii juu ya neema ni kwamba mwanadamu yoyote, iwe wa Agano Jipya na Agano la Kale, wako na common grace. Halo? Common grace, ambaye ni wale wote ambaye wamezaliwa na wako na uhai, wanapumua. Ni neema ya common grace inayotusaidia kupumua na kukula. Lakini Yesu akikuja juu yako, anaongezea neema juu ya neema, ambaye Jesus ndiye amebeba neema. So pasipo Yesu hakuna neema. Na ndio maana neema hii imemsaidia Paulo kumuelewa na kuelewa na siri za Kristo. Maana wakati akiwa Mfarisayo na akiwa mtumwa wa Mfarisayo, hakuwa naelewa neema hii, hata siri hii hakuwa naelewa. Lakini wakati alipofumaniwa na Yesu, haleluya. Hebu tuangalie mstari mwingine hapo, ndio niongee kufumaniwa hapo. Mstari wa 6. Siri hii ni kwamba kwa njia ya Injili watu wa mataifa ni warithi pamoja na Israeli, viungo vya mwili pamoja na ushiriki na washiriki pamoja na ahadi katika Yesu Kristo, katika Kristo Yesu. Na katika Kristo Yesu kuna kitu hapa anaongea. Siri hii ni kwamba kwa njia ya Injili. Kwa hiyo siri ya neema haipatikani kwa njia nyingine, inapatikana kwa Injili. Na ndio maana Paulo anasema niliwazaa kwa Injili. Kwa hiyo ili upate siri ya neema hii ni Injili. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo hakuwa na Injili. Paulo alikuwa anatembea na sheria, ndio maana alikuwa anakamata mpaka anasimamia Stefano na wawa. Kwa hiyo hakuwa naelewa siri ya neema, hakuwa naelewa siri ya Injili, hakuwa naelewa kuna mambo yamefichwa ambayo watu wengine hawaelewi wasipoingia ndani ya neema. Na kuingia ndani ya neema ni kuingia ndani ya Kristo, maana Kristo ndio neema. Bwana apewe sifa. Na ndio maana Paulo anamalizia meseji zake zote anasema, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe na nini? Nanyi nyote. Kwa hiyo wakati wowote hapa tunapomaliza ibada,
katika dini nyingi tunasema now mene grace, na neema ya Bwana wetu Yesu ikae na nani? Kwa nini ikae? Kwa sababu ni neema Kristo ameleta, na neema sana sana utusaidia kufanya mambo extraordinary. Neema ukusaidia kukaa na kitu kimeshida watu wengine. Haleluya. Unaweza olewa, alafu ule mama ya ule kijana anajiuliza, na huyu mama anakaaje na huyu? Bwana alitushinda sisi. Jina la Bwana pesifa. Unaweza oa, alafu ndugu wa wale dada wanauliza, na huyu brother in law wetu anakaaje na huyu mama? Mama akirudi nyumbani anafuruga tu, akiongea kitu hawaelewani, lakini unapata wanacheka na mumewe. Lakini ukiangalia sana, si kwamba furaha iko kubwa, ni neema. Bwana asifiwe sana. Kwa wale ambao tumeanza hii jambo la neema, mara nyingi nilishasema ya kwamba unaweza nitamani, lakini nipewe wewe unirudishe kwa mke wangu jioni. Bwana ape sifa. Na mimi naweza tamani mtu hapa nisema haiwishi angekuwa mke wangu, lakini nirudishe jioni, maana sina hiyo neema ya kukaa naye. Jina la Bwana ape sifa. Kwa hiyo kila mtu ana neema yake ya kipekee kulingana vile ulipimiwa. Jina la Bwana ape sifa. Kuna mtu anaweza andikwa kazi kwa kampuni fulani, anaondoka jioni, hana neema ya kuvumilia kelele. Jina la Bwana ape sifa. Na si kwamba anachapwa kelele na hukontroliwa hapo, we enda hivi, enda hivi, amka, enda. Na yeye hana neema ya kuambiwa amka, enda, tembea. Bwana ape sifa. Kwa hiyo lazima mtu ajielewe ni neema ipi yako nayo. Lakini ukweli ni kwamba hata kama huna hiyo, basi utaitisha neema ya uvumilivu. Halo? Neema ya kuvumilia unaweza. Hayo mstari wa 7 ameshaongea kuhusu siri. Angalia jambo atakaloongea mstari wa 7. Nimekuwa mtumishi, tumesoma mstari wa 6 Anasema nimekuwa mtumishi wa injili hii, kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa nguvu yake itendayo kazi. Haleluya. Jina la Bwana ape sifa. Kwa hiyo kitu ambacho kinachofanya Paulo aweze kufikia watu wa mataifa ni kipawa, ni utumishi wa injili hii kwa kipawa. Kwa hiyo kuna mwenye kipawa ya kufikia wenye dhambi peke yake, lakini ukimpea aongoze waliookolewa wakatolewa kwa dhambi, anawachinja asubuhi. Bwana ape sifa. Maana neema yake ni ya kuona wenye dhambi huko nje. Sasa akikuja kuongoza kanisa wanakwenda, maana hana neema ya kubembeleza. Ana neema ya kukusanya, kutandika zirudi. Ako na neema ya kurejesha, hana neema ya kukusanya, kuguide ji. Ana ji ya gather. Bwana ape sifa. Lakini hana ji ya nini? Guide. So neema inatembea kulingana na kipimo ulichopewa. Jina la Bwana ape sifa. Haleluya. Na Mungu akikutuma maeneo, anakupatia neema ya ile maeneo. Hawezi kukutuma Runda na anajua wewe una neema ya Mathare. Bwana ape sifa.
na hawezi kukutuma Iceland na neema yako si ya Iceland. Kwa hiyo ukiona umeelekezwa Iceland, neema ni Iceland. Neema ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ni ya jangwani. Alipoondokea neema akaja mjini, alikatwa kichwa. Maana neema yake ni Agatha. Akakuja kwa kuguide, shingo ilienda. Maana guide anafumilia hata kondoo zikiwa na uchafu. Yohana Mbatizaji neema yake ni ya na viboko nyingi. Akaenda akapata Herode amechukua mke wa. Hana neema ya kufumilia kuona maneno. Akasema mtu atakufa hapa. Wakamwambia kitabu ukufe, ingia jela. Bwana apewe sifa. So neema hiyo inafaa, na ndio unaona kuna neema ya prophet na kuna neema ya mwinjilisti. Neema ya prophet ukimwachia kanisa mwezi miwili utakuta vitu viko tofauti. Labda ako na prophet stroke pastor. Maana ataona tu hapo, macho itafunguka, aone vile mlifanya usiku. Ataanza kuambia wewe unaleta ushetani hapa. Hana neema ya kuvumilia. Lakini wa kuguide anafunulia kile mmefanya. Lakini anatafuta neema ya kukufikia. Na kwambia usijali hata kama umetenda dhambi, Yesu ni wa huruma. Lakini mwinjilisti mwenye neema na Mungu atakuua. Sasa kuliko ukufe siwede. Bwana apewe sifa. Neema ndio ilifanya Paulo anafumilia watu wengine. Sasa Paulo anaendelea kuongea neema ambaye Yesu alikuwa ameibeba. Alifumilia mtu ambaye anamsaliti na wako naye. Ni neema. Neema ya Yesu alikaa na Petro, na Petro anajua atamkana mara 3. Neema ya Yesu anakaa na mke kahaba, mpaka Mafarisayo wanasema huyu mtu kama ingekuwa ni wa Mungu angefunuliwa ni kahaba. Lakini mpaka anamwagia machozi na kumbusu miguu. Wale ambaye hawana neema wakaona sasa, unaona amechange, baada ya kumbusu mdomo kwa mguu. Jina Bwana apewe sifa. Hiyo ndio neema ya kukaa na watu wote ili waweze kuwa rich, kuwaigiza katika ufalme wa Mungu. Bwana apewe sifa. Mtu ambaye mwenye neema ya kuguide anajua ya kwamba kanisa ni hospitali, wagonjwa ndio wamekuja. Mwenye neema anakaa na mtu aliyefuta bangi miaka 10 na miaka 10 siku moja. Si Biblia inasema mtu aliyefuta bangi kwa siku moja ama mara moja ni miaka 7 ikwishe? Aliyefuta mwaka 10 itaishaje? Bwana apewe sifa. Lakini neema unakaa naye mpaka unamkuta anakuambia nilifuta jana kidogo. Unamwambia bado Mungu anakupenda. Bwana apewe sifa. Unakaa na watu nahubiri utakatifu ile tunahubiri hapa, alafu mwishoe unamuona amekuja akiwa amefura tumbo. Unamuuliza ni nini? Nilianguka. Ulianguka na nini? Si watu wanaanguka na wanachibuka mguu. Mbona tumbo limefura? Pastor ninasema nilianguka.
na wanacheka. Kuna wengine wanakuja wameanguka na yaani haoni kama wamefanya kitu kikubwa. Pasi sijui vile kulienda pasi na nacheka tu. Unasikia kama unaweza kumwanganisha huko kwa ofisi kwa kutataa, unakuta uko na neema, unanyamaza tu, unaambia bado Yesu anakupenda. Bwana asifiwe sana. Ni neema. Haleluya. Profesa mwingine aliambia mimi hawezi hiyo, anawatandika kila saa. Anasema hataki kuwa mchungaji maana atawatandika. Unajua watu ma lecturer wanajua kutandikana. Ananiambia mimi nalima vipoko, siwezi hiyo maneno. Akaambia Mungu asinipatie kazi yenu, hiyo kazi yenu sitaki kupewa. Bwana asifiwe. Lakini neema ikiweko naendelea tu. Kama kuna kitu unataka kufanya ya Mungu unahitaji neema. Bwana ape sifa. Maana ukikosa neema, haki, utaambia Mungu utakaa kama Musa. Unajua Musa hakuwa na neema. Neema, Musa alikuwa na sheria bila neema. Mpaka amwambia Mungu, wewe Mungu, sio mimi nilala na hawa watu. Ukikosa neema utaongea mpaka na Mungu kama ndugu yako. Bwana ape sifa. Mpaka amekosa neema, nabii wakanenea mwaba, baada ya kunenea anaulima rungu. Ni neema iliondoka. Ninaomba ngoja tutaenda sijui kama itafikia ni kesho, tutafikia hiyo neema ikiondoka vile unafaa kama unakaa kama Shetani. Jaribu sana ufike kwa hiyo neema ikiondoka vile unakaa. Haya, tusoge huo mstari mwingine kwa sababu ya wakati. Jina la Bwana ape sifa. Ni neema. Tunaongea neema. Neema usikubali iondoke. Anasema mstari wa 8, ingawa mimi ni mdogo kuliko aliye mdogo kabisa miongoni mwa watakatifu wote, nimepewa neema hii ili niwahubirie watu wa mataifa kuhusu utajiri usiyepimika ulio ndani ya Kristo. Kwa hiyo si wote wenye neema ya kuhubiri utajiri ulio ndani ya Kristo. Kuna wamepewa neema ya kuhubiri utajiri wa Kristo ulio ndani wa Kristo. Jina la Bwana ape sifa. Haleluya. Na utajiri huo ulio ndani ya Kristo ni mkuu sana, ambaye ni Injili, ambaye ni hiyo neema tunaongea habari yake, ambaye ni kile kitu ambacho kimefichwa. Yesu amebeba utajiri mkuu, utajiri wa kiroho na wa kimwili. Yesu ameubeba. Kwa hiyo neema hiyo kikufikia, utafunuliwa utajiri ulio ndani ya Kristo kwa neema, utafunuliwa utajiri wa kiroho ulio ndani ya Kristo, na utafunuliwa amani iliyo ndani ya Kristo, maana ndio utajiri. Amani iliyo ndani ya Kristo ndio utajiri mkubwa. Upendo ulio ndani ya Kristo ndio utajiri. Kwa hiyo utakapopata amani ya Kristo na upendo wa Kristo, umepokea utajiri ulio mkuu na umefunuliwa neema hii ambaye Paulo ambaye ametuletea kwa njia ya ndani. Maana kama kuna mtu ameongea neema ni Paulo. Jina la Bwana ape sifa. Haleluya. Na kwa taarifa yako, hii njia neema, kuna watu wametengeneza dogmatic ministry. Dogmatic ni wametengeneza dini ya uongo kupitia neema. Bwana ape sifa. Na ndio maana Petro alisema, ukiangalia ukicheza na maandiko ya Petro utayapotoa na utatengeneza hapo dini yako. Jina la Bwana ape sifa. Angalia tu wale wameleta dini tofauti tofauti, tunasema wamama wafai nguo zimekaa hivi, wafanye hivi, wametoka kwa Paulo. Jina la Bwana ape sifa. Kwa hiyo lazima uangalie sana, tusitengeneze tena mambo ya hapo ya kusema neema. Agano la Jipya ni neema, hatuko kwa sheria. Bwana ape sifa. Sheria haikuondolewa, neema iliweka sheria iwe nyepesi. Neema iliweka sheria iwe nyepesi kwa njia fulani, ya kwamba neema inakusaidia usitende ubaya, maana sheria iliwekwa kwa sababu ya ubaya. Umeelewa? Neema ilikuwezesha uweze kusamehe, maana sheria ilikuwa ngumu, hata kwa shindwa kusamehe, wakawa kulipisha jino kwa jino.
neema inakuwezesha kumfuata Mungu kuliko sheria. Kwa hiyo neema ile ambayo sheria imewekwa ya kwamba muabudu Mungu peke yake, sasa neema inakusaidia kumwabudu Mungu peke yake. Kwa hiyo haijatuondoa tufuate kile Mungu alisema, maana Mungu ndio jana, leo na hata milele. Praise God. Kwa hiyo inakuwezesha kufanya kulingana na vile Mungu ameweka. Halo? Aha. Sawa, tumeelewana Kwa hiyo watu wa mataifa kuhusu utajiri usiopimika, kwa sababu watu wa mataifa hawakuwa na muelewa Mungu. Hawakuwa na sheria, hawakuwa na miungu, hakuna chochote walikuwa nacho. Kwa hiyo wangefikiwa kulingana na vile Mungu amepeana ufunuo. Na sisi tumefikiwa hivyo, maana sisi ni wa mataifa. Hatukukuwa na miungu na hatukukuwa na sheria, maana sheria ilikuwa ya Waisraeli. Bwana apewe sifa. Na Wayahudi walikuwa na kiburi ya kujua wana Mungu kuliko watu wote. Wasamaria walikuwa na Mungu, wakakuwa na miungu. Bwana apewe sifa. Wa mataifa hawana miungu yoyote. Walikuwa hivyo tu pakua tuendokea. Kwa hiyo kama Yesu angekuja tungekaa pakua tuondokee. Hata vile unaona mababa zetu wanaabudu miungu fulani, wana kalicha zao, walitoa kulingana na Wasamaria na Wayahudi. Kwa sababu wakati Yesu alikuja, basi kuna Mungu alitawanyika akatembea kila maeneo. Jina la Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo mstari wa 9 na wa 10 tumalize nayo, alafu tuwe na mstari mwingine miwili hapa, alafu ndio wa mama muingie kwa ibada. Inasema, na kuweka wazi kwa kila mtu siri hii iliyokuwa imefichwa tangu zamani katika Mungu aliyewaumba vitu vyote. Bwana apewe sifa. Na kuweka wazi kila mtu siri hii iliyofichwa tangu zamani katika Mungu aliyeumba vitu vyote. Kwa hiyo kuna siri ilifichwa tangu zamani, lakini Mungu aliweka wazi kwa neema. Aliweka wazi kwa neema. Maana siri hii alificha Musa, akaficha manabii wanatabiri kuhusu Kristo anakuja, lakini wanatamani ifike hiyo siku, hawakuiona. Maana wangeiona kulingana vile walikuwa wanaongea na Mungu, wangeenda zaidi. Lakini neema hii ilifichwa kwa sababu katika Agano la Kale kuna watu specific waliwekwa kwa sababu ya Mungu. Lakini wakati Yesu alipokuja akafunua hii siri ya kwamba tukafanyika sisi wote ni makuhani wateule, taifa takatifu. Jina la Bwana apewe sifa. Tukafunuliwa. Kuna siri ilikuwa imefichwa hatungeichua. Kwa hiyo tunashukuru kwa neema hii tumefunuliwa. Maana ukiangalia katika Waefeso 2 utaenda kujisomea 2:8 inaongea kuhusu neema ya uokovu, na 18 inaongea kuhusu neema ya uokovu. Sasa anasema mstari wa 10, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima yote ya Mungu ipate kujulikana kwa watawala wenye mamlaka katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii inasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima yote ya Mungu ipate kujulikana. Kwa hiyo neema ilikuja kwa ajili ya kanisa. Maana wakati wa manabii hakukuwa na kanisa, kulikuwa na mahekalu. Wakati wa Musa hakukuwa na hekalu, kulikuwa na tempo, kulikuwa na tent ambayo ni hema. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hema ilikuwa ikiisha wakati wake unaanua unaondoka. Jina la Bwana apewe sifa. Wakati wa nabii na walipokuja kukawa na hekalu. Wakina Solomon kukawa na hekalu, lakini mambo haya haikuonekana, haikufahamika, lakini ilikuwa imefichwa kwa ajili ya kanisa.
ya kwamba siri hii haingefinuliwa kwa sababu haungekuwa na mahali ya kukaa. Maana kulikuwa na hema na kulikuwa na hekalu. Lakini siri hii imefunuliwa kwa kanisa ambayo hekalu ni mwili wa mwanadamu, na Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mwanadamu, na Kristo anakaa ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo lazima neema hii ifunuliwe, kwa sababu kanisa ni mimi na wewe. Haleluya. Kwa hiyo baada ya hekima, njia ya kanisa, kwa ajili ya kanisa, hekima yote ya Mungu ipate kujulikana. Kwa hiyo kuna hekima ya Mungu haikuonekana wakati wa zama, lakini wakati Kristo amekuja na Paulo akafumaniwa na Kristo, akapatiwa hekima hiyo ya kuja kufunua siri za Mungu kupitia neema, na ndio kanisa likawepo, na Kristo akanunua kanisa. Kristo wakati alipofia kanisa, na kanisa likazaliwa, na kanisa likafufuliwa, na kanisa likaondolewa katika mambo ambaye si ya kiungu, likawekwa katika uungu, basi tulifunuliwa siri za Mungu kwa neema. Ni kwa neema, maana neema ni kitu unapokea bila kulipa gharama. Kwa mfano, kuitwa kwangu kuwa mchungaji hakuna gharama nililipa. Si kwenda shule ambaye iliuza ng'ombe za baba yangu nikawa mchungaji. Hapana, ni neema ilifunuliwa kwangu, nikakubali kufuata neema. Yesu akaniokoa, akanisamehe dhambi. Yesu akawa ndani yangu, na nikawa hekalu la Roho Mtakatifu, na hekalu la Roho Mtakatifu ni kipawa, na vipawa vikazidi kuongezeka. Vipawa vilivyozidi kuongezeka, neema ya kipimo ya kipawa ikafunua siri ya uchungaji ambayo ilikuwa imefichwa. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo neema inakuwezesha kufanya kile ambacho Mungu alikuwa amekuwekea tangu zamani. Jina la Bwana apewe sifa. Na neema hiyo itadhihirika kupitia kanisa ili hekima. Kwa hiyo neema inazaa hekima, na neema ikizaa hekima yote ya Mungu, yote sio moja, yote ya Mungu, ili ipate kujulikana kwa watawala wenye mamlaka. Kwa hiyo watawala wenye mamlaka hawawezi kupata hekima ya Mungu pasipo neema kushuka kanisani, na ikishuka kanisani ijulikane kwa watawala. Bwana apewe sifa. Wenye mamlaka katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo neema pia inachukua kanisa itawale katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo neema inakuwezesha kupigana katika ulimwengu wa kiroho, kulingana na vile Waefeso 6 inasema, vita vyetu si vya nyama na damu, bali ni ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo neema inakuingiza katika ulimwengu wa kiroho. Neema inakuwezesha kufanya mambo katika ulimwengu wa kiroho ambaye hakuna yeyote anayeweza kukupinga. Haleluya. Neema inakuweza kuzama ukiwa hapa, unaingia katika ulimwengu wa kiroho, mahali Mungu amekuwezesha kufika, amekutuma, unaingia kwa ulimwengu wa kiroho, unaweza kukontroli katika ile maeneo. Praise God. Na ninaweza kuhakikisha hivyo kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho Paulo amekoroga mpaka Afrika. Ulimwengu wa kiroho Paulo mpaka saa hii anatuongoza. Neema hii inafanya kazi tangu wakati Paulo aliongea. Kwa hiyo iko katika ulimwengu wa kiroho, na inaweza kutawala hata watawala. Na watawala wa ufalme ambaye ni wa duniani na ambaye wa anga wanaweza kamatwa na hekima iliyofichwa katika ulimwengu wa kiroho kupitia Mungu kwa kufunuliwa kwa neema. Kwa hiyo unaweza kontroli anga. Haleluya. Sijui nitafanyaje. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume 4:33. Matendo ya Mitume 4. Kwa hiyo tumeona kwamba neema inawezesha waumini
wasioamini kuamini. Maana watu wa mataifa kwa neema tuliwezeshwa kuamini kwa neema. Walioamini wote walikuwa na moyo mmoja na nia moja, wala hakuna hata mmoja aliyosema chochote alichokuwa nacho ni mali yake mwenyewe, lakini alishirikiana kila kitu alichokuwa nacho. Neema ikishuka inakuwa na umoja. Neema ikiwa ndani yako, kanisa liwe na neema na hekima yoyote, tunakuwa na umoja. Na hii neema inaleta revival. Na revival inakuwa na vitu ambazo hatukukuwa nazo. Mstari wa 33, maana ameniwekea 32, nilikuwa nataka na 3. Inasema mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, wa Bwana wetu Yesu kwa nguvu nyingi, na neema ya Mungu ilikuwa kwa juu ya wote. Bwana apewe sifa. Haleluya. Angalia hapa, baada ya Yesu kufufuka na wao kupokea nguvu, vitu zote vilikuwa ushirika, na hakuna mtu alikuwa na shida. Kwa hiyo neema ikishuka inaondoa umaskini, maana kutokuwa na ushirika na vitu na wengine ni umaskini. Bwana apewe sifa. Sasa lakini mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Bwana Yesu kwa nguvu nyingi. Kwa hiyo wakati unaposhuhudia habari za kufufuka kwa Yesu, unapokea nguvu nyingi, then unapokea neema ya Mungu. Hiyo Biblia nyingine inasema kwa weka Kiswahili kingine kwanza. Tuone kitu hapo. Na mitume wakatoa ushuhuda kwa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi. Shika hapo. Yaani ushuhuda uleta nguvu nyingi, na ushuhuda ukileta nguvu nyingi inaleta neema nyingi. Kwa hiyo ili tushuhudie kufufuka kwa Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi, tunahitaji nguvu na neema. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu ile walipokea. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1, siku ya Pentecost nguvu zikashuka. Si neema ilishuka, ni nguvu ilishuka. Ile nguvu wakati iliposhuka, wakazidi kushuhudia, neema ikawa nyingi. Na neema ikiwa nyingi ikawa juu ya wao wote. Maana wakati huo ndio kanisa lilishuka, ndio Paulo anaongea katika kanisa hekima ya Mungu ikafunuliwa. Kwa hiyo kanisa lilizaliwa wakati wa Pentekosto. Nguvu iliposhuka na neema ikaongezeka, kanisa likaongezeka, mamlaka ikaongezeka, na kanisa likawa na hekima. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo mtume Petro akawa na nguvu nyingi ya kushuhudia, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Kwa hiyo wakati tunaposhuhudia na kuongea siri za Kristo za kufufuka, nguvu inakuwa nyingi. Watu watafufuliwa kwa sababu ya kuongea ushuhuda wa Yesu, na nguvu inaongezeka, na neema ya kufanya mambo hayo itakuwa nyingi. Kwa hiyo ukitaka kuwa na neema ya kufanya mambo zaidi, ni kushuhudia habari za Yesu kufufuka kwake. Haleluya. Ni kuongea uzuri wa Yesu. Yaani mtu yeyote anayetembea na nguvu nyingi na neema, sana sana haongei maneno mengine, anaongea habari za Yesu. Kwa hiyo ili ukae na neema nyingi, kinywa chako kisiondoe Yesu, na usikose kushuhudia kufufuka kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Mstari huo mwingine wa 34,
wala hapakukuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba walivyouza, wakaleta thamani ya vitu vile vikauzwa, viliuzwa. Sasa nataka kusema hivi hapa, neema ikishuka nyingi, Bwana apewe sifa, hakutakuwa na mmoja miongoni mwetu mhitaji. Maana neema ile inawezesha, hapa ni watu waliuza mashamba. Bwana apewe sifa. Sasa uko na shamba Nairobi, utaenda kuuza shamba ya babako, ni urithi ulipewa. Hii ni neema ya kufanikiwa, Bwana apewe sifa, ya kupata vitu, na unakuwa na neema ya kukaa katika kanisa na hekima ya kuweza kusaidia wengine, na miguuni pa mitume vitu vikizidi watasambaza kwa wengine. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wakati wote tutakapoitisha neema, ni neema ya kuongezeka. Ni neema miongoni mwa mtu wetu hakuna mmoja anaweza kuwa mhitaji. Ni neema ya kwamba inashuka, mtu mmoja anakuwa na kampuni na anaweka wengine hapo kwa kampuni, kwa kanisa. Jina la Bwana apewe sifa. Ya kwamba unakaa hapa maana umejaa neema, na wewe ukianzisha kila kitu kinaenda. Halo? Jina la Bwana apewe sifa. Nataka kuambia, tukijua siri, tukitembea na neema ya kujua siri za Mungu, hatutakuwa na mhitaji kwa kanisa. Hatutakuwa na watu wanasema ya kwamba kanisa lile halina upendo. Hatungekuwa na watu ambaye watoto wao hawajaenda shule kwa sababu wamekosa kusomesha. Maana neema imejaa mpaka ya kupeana. Kwa hiyo neema ikiwa ndani yako kwa wingi, ni neema ya kushuhudia habari za Yesu, ni neema pia ya kushirikisha vitu vyako na wengine. Kwa hiyo kama ulikuwa mchoyo, neema ikishuka uchoyo unaenda. Kwa hiyo bado kama sasa uko na vitu na bado mchoyo, hujaona neema ya Yesu, hujamuelewa Yesu, hujashukiwa neema ambayo ilikuwa na mitume. Halo? Maana neema iliyofunuliwa ndani ya mtume na nguvu zilishuka ndani ya mitume, walipokea revival ya kuongea habari za Yesu na revival ya mali. Kwa hiyo revival ikishuka kwa kanisa, ambayo ni revival ya neema, inashuka mpaka na utajiri. Halo? Ninaomba revival hii shuke Molem, ya kwamba sio mchungaji atajirike peke yake, na washirika mpokee neema ya kuendelea na kupanuka na kuwa na vitu. Hiyo ndio ilishuka kwa mitume. Bwana apewe sifa. Lakini ili ifanikiwe, ni ushuhudie kufufuka kwa Yesu. Ili neema ifanye kazi, ni kuongea habari na kushuhuda ya kwamba ijapokuwa haukuwa wakati Yesu akufufuka, lakini imeandikwa, na unaamini na unashuhudia Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zangu na kwa ajili ya dhambi zako. Kwa hiyo tumwamini Yesu. Sasa ushuhuda huo utafanya wewe ufanikiwe ghafla. Praise God. Hallelujah. Hebu angalia mstari ambaye uliofuata. Wakaweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadri alivyohitaji. Halo? Kwa hiyo mtu anagawiwa kulingana na vile anahitaji. Kwa hiyo hapa tunaweza sema hata kama sio vitu vililetwa, na vile vitu vililetwa ni neema ilileta. Kwa hiyo pia tunaweza gawa neema, lakini neema iko miguuni pa nani? Pa mitume. Acts chapter 11 verse 23, alafu tutaanzia hapo kesho. 11. Neema. Naye alipofika kuona neema ya Mungu,
Akafurahi, wakawasihi wote waliopatana na Bwana kwa moyo wote. Anza mstari wa 20 ndio hawa watu tuwaelewe ni nini tunaongea kuhusu hii neema hii, naongea nini hapa. Maana wakati waliposhuhudia habari za Yesu, Bwana ape sifa, kuna walipokea hizo habari na wakazipeleka kanisa la Antiokia. Walipofikisha huko wakaongea habari za Yesu. Sasa hawa, lakini baadhi ya waliokuwa watu wa Kipro na Kirene, nao walipofika Antiokia wakasema Wayahudi wa Kigiriki, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Sasa wakati ilipotokea revival na nini ilipotokea, na wakati ulimgawanyiko, wakati Stefano alipowawa na nini, kuna walitoroka. Lakini walipofika huko Agrepo na huko Grini, ambapo Gareni na huko Antiokia, walihubiri habari njema, hawakunyamaza. Habari njema ni gani walishuhudia? Hii ni ushuhuda walikuwa nayo, wakisema Yesu alifufuka, Yesu alifufuka, Yesu alifufuka, Yesu alifufuka. Hata kama hujui kuhubiri, sema Yesu alifufuka. Pokea neema tu ya kusema Yesu alifufuka. Wakati waliposhuhudia habari njema ya Yesu kwa kufufuka, haleluya, si ya kuzaliwa, ya kufufuka. Maana angezaliwa na asikufe, hatungekuwa na neema ya kushinda mambo. Angekufa na azikwe na asifufuke, basi hatunge kusema kwamba Yesu alizaliwa na hatuoni kazi. Kwa hiyo kwamba ile nguvu alikuwa nayo na neema alikuwa nayo, hata kaburi haingestahimili. Halo? Angalia mstari wa 21. Waliposikia habari hiyo, waliposhuhudia kuliendaje? Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakamwamini, wakaiamini, wakamwelekea Bwana. Bwana ape sifa. Ni ushuhuda. Kwa hiyo mkono wa Bwana ulikuwa nao. Mkono wa Bwana ni presence. Mkono wa Bwana ni nguvu. Mkono wa Bwana ni uweza. Ulienda pamoja na wao. Na ili ni ile nguvu ambayo tumeona mitume walishuhudia nayo kwa nguvu nyingi. Kwa hiyo nguvu ya hawa walienda nayo. Walipoenda nayo wakashuhudia na mkono wa Bwana, hiyo nguvu ikawa pamoja na wao. Nguvu hiyo ilipoenda pamoja na wao, mstari wa 23, 22, habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa. Na tuliona kwamba kanisa katika Waefeso, kanisa ndio lilipatiwa ufunuo huu na neema hii. Bwana ape sifa. Na siri hii, ili wafalme waelewe. Bwana ape sifa. Hiyo hekima. Sasa wakati kanisa limefikia, kanisa ni wakina nani? Haleluya. Ni wale ambaye waanzilishi wa kanisa ndio lilifikia kwao. Ambaye waanzilishi wa kanisa ambaye liwekwa katika msingi wa Kristo ni mitume. Wale walikuwa na Yesu. Kanisa hapa masikioni mwa kanisa liliokuweko katika Yerusalemu, wakamtuma Barnaba aende hadi Antiokia. Bwana ape sifa. Haleluya. Walimtuma kwenda kuangalia na nini? 23 ndio inazungumzia sasa. Ni nini walienda kuangalia? 23. Naye alipofika na kuona neema ya Mungu, akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa moyo wote. Jina la Bwana ape sifa. Kwa hiyo katika Barnaba, wakati alipochaguliwa, Bwana ape sifa, sasa yeye ndiye alitumwa Antiokia. Wakati habari imefika Jerusalem, neema ambayo ilikuwa Jerusalem imefika Antiokia. Jina la Bwana ape sifa. Na ndio maana alipofika akasema akaona neema ya Mungu imewafikia, kwa sababu walikubali ushuhuda, wakakubali Yesu alifufuka, wakaamini, wakaokoka. Walipookoka ni neema ilifunuliwa kwao. Sasa walipofika wakaona neema ya Mungu vile ilifanya kazi, wakafurahia. Baada ya kufurahia, ni nini alifanya? Wote wakaambatane na Bwana kwa moyo wote. Sasa aliwatia moyo. Jina la Bwana ape sifa.
Kwa hiyo wakati mahali kumefikia watu kuokoka, ni revival ya neema imeshuka. Bwana apewe sifa. Na neema hiyo ikishuka inafanya kazi kwa kila mtu. Neema ikifunuliwa maeneo haya, tukijua neema imeshuka, tunajua wakati watu wameokoka, wakati watu wameacha dhambi, wakati watu wameacha ulevi. Neema imefunuliwa kwa familia ya baba fulani, maana watoto wao walikuwa walevi, wameokoka. Tunaenda kuona hiyo neema iliokoa. Haleluya, jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo neema inaokoa. Alafu angalia mstari wa 24, alafu niite wa mama muendelee. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu, na imani ya watu wengi wakaongezeka, wakapenda Bwana. Haleluya. Kwa hiyo neema inakuwezesha kuwa na nini? Inakuwezesha, maana alikuwa mtu mwema. Kwa hiyo hangetumwa kuangalia neema kama sio mtu mwema. Kwa hiyo hawezi tuma mtu hivi hivi kwa kuangalia neema ya Mungu. Wanapewa sifa. Ni mtu ambaye amejaa neema na amejaa wema na amejaa imani, na anaamini Yesu alikufa na akafufuka. Jina la Bwana apewe sifa. Na ndio maana ukisikia umetumwa kwenda kufanya injili mahali, iwe ni mchungaji amekutuma ama ni Roho wa Bwana ameangalia akaona, maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu na imani, watu wengi wakaongezeka waende kwa Bwana. Kwa hiyo neema inakuwezesha kuongeza watu kwa Bwana. God bless you. Naomba wamama ungeweza kuja kwa haraka, muendelee, mtatoa sadaka baadaye. Naona patroni wako wako nyuma hapa. Charity